Alikiba mwanamuziki. Na tukizungumzia Alikiba mwanamuziki sasa hivi tunaona yani wadau wanasema ameshuka kidogo, na sababu zinazoelezwa kupelekea Alikiba kushuka ni kwamba management yake, lakini pia ya kwamba Alikiba ni mzembe. So Alikiba tuko naye hapa, naomba tuambie ni sababu zipi ambazo zinafanya aonekane mshuka. Asante kwa swali lako. Unaitwa nani? Feti. Feti kabisa, nadhani ningekuwa nimetokea iko mara ya kwanza, unaweza kusema hivyo, lakini mimi always inakuwa gani hivi. Tena hii ni afadhali, na sidhani kama eti nimeshuka ama nimekuwa mzembe katika kazi yangu, hapana. Muziki ndivyo ulivyo, kila biashara na season yake, umeelewa? Na vile vile nilikaa miaka mitatu before, nadhani ulisikia na kama ulikuwa unaona unashuhudia na vitu kama hivyo. Ile nilikuwa na reason, umeelewa? Lakini nime-release nyimbo mwaka jana. Sawa? Nimetoa mshumaa mwaka jana, mwaka huu. Mwaka jana, lakini mwishoni. Si ndio? Sema labda una kiu na ngoma. Usiseme ni uzembe ama ni nini. Umeelewa? Mashabiki obvious, mashabiki wanataka kila siku, wanataka mashabiki wanataka. Umeona, kama wanataka wanatakiwa wapewe. Umeelewa? Mimi nitakachokifanya ni kufanya kama wanavyohitaji, lakini nataka tu wanisamee na waelewe lengo la muziki wangu na thamani ya muziki ambao naufanya. Sitaki kufanya kitu afu nionekane kwamba Alikiba sijui iko hivi na hivi, hapana. Ninafurahi zaidi nikitoa ngoma ambayo itakufurahisha. It means kwamba tayari nishaipitia, nimeshaisikiliza, nimeshajua kabisa hii nyimbo nzuri, nachukua time yangu. Lakini Feti vile vile wasanii wangu walikuwa bado hawajatoa nyimbo. Umeelewa? So imepelekea mimi kupumzika kidogo na concentrate na wao mpaka wamalize kufanya videos na nyimbo zao zitoke zote. Sasa hivi nimebakia msanii mmoja ambaye nataka kumrelease na kumintroduce hivi karibuni. Umeelewa? Akiisha huyo mimi natoa nyimbo, haina shida. Lakini nilikuwa nataka nihakikishe wasanii wangu wametoa katika rotation yao, wameshafika, washapitia, washazunguka na nini, wameshatoa nyimbo zote. Wakishamaliza mimi nakuja natoa. Hiyo umeelewa Feti? Lakini sio uzembe, ni ratiba, kila kazi na ratiba yake. Sawa mama? Usijali, nimekuelewa. Samakiba Foundation. Tumeongelea kwa upande wa Samata kwamba kuna uwezekano wachezaji wa nje wakaja huenda wakashiriki kwenye hii season ya 3 ya Samakiba Foundation ifuate. Sasa tuongelee kwa upande wako kama Ali. Una washikaji wengi sana ambao ni wasanii ambao wako nje, tuache ambao waga wanacheza game wakiwa hapa. Wale ambao wako nje kuna watu tunashirikiana nao kama Franki na nani, watu wako wengi sana na wana passion na mpira. Labda kwa upande wako haujawaza labda kuwaita wasanii kutoka nje, labda na wenyewe walipush kwa upande wako wewe? Asante sana. Asante sana Ali Wajina kutoka Bongo 5. Sipendi mtu ajitokeze, atokee tu from nowhere, aulize maswali ambayo sisi yako katika plani yetu. Mimi sipendi hayo mambo. Sasa hali ya mambo nani kukuambia? Okay. Nashukuru muuliza, lakini ni moja ya target yetu. Tayari siwezi kusema, ndio maana nikasema this time kuna mabadiliko. This time kuna vitu vingi ambavyo tumewaandalia watu. Creativity zimefanyika. Ndio maana unakuta wataalamu wa burudani lazima kidogo kichwa kiume. Ujue utamfurahisha mtu vipi leo, kesho kutwa kuone uko tofauti. Usije tu vile vile. Kwa hivyo Ali na kutoa hofu katika hilo, ondoa shaka. Mwingine tachukua swali kwa mwanamke sasa hivi. Unaitwa nani? Esther.
Esther Moka unataka kuniconvince hivi na lazimisha yani. Yaani it means kwamba hali unaonaje yani ukiochukua watu wawili. Mimi sipendi bwana. Umeelewa bwana? Lakini nitakachokifanya naweza kuridhisha Esther na nitawafikia kwa niaba ya Global. Esther, kwa niaba ya Global nitawafikia wachezaji wawili ili kuleta challenge, waonyeshe yale mambo yao. Nasikia huyu Morrison anakanyaga mpira. Sasa itakuwaje? Huyu ndo anakanyaga mpira ama ni nani? Si ndio huyo? Anakanyaga mpira. Huyo wa Simba anakanyaga mpira. Ana vitu vyake special. Basi sawa. Jerseys zinapatikana katika maduka yalotajwa hapo kama alivyosema. Vunja Bei, kwa Shafii pia unaweza kupata. Bin Slum vile vile maduka dukani pake pale anauza tiles na belts, lakini vile vile jersey pia unaweza kuzikuta pale. Inauza 20,000 kwa rejareja. Sawa? Kwa rejareja itauzwa 20,000. Hao wa jumla watajuana na bwana Vunja Bei ambaye ndo supplier. Umeelewa? Kwa sababu yeye ndo atakuwa anawauzia kwa jumla, lakini rejareja mtu kitaka kwenda nani tumefanya tu bei ambayo ya kila mtu ambaye anaweza kufanya kwanza kununua nguo kwa shilingi 20,000. Hiyo ndio bei yenyewe Esther. Nitachukua swali tena kwa mwanaume. Sijakuelewa hapo mwisho kabisa umesema ili ziweze kufanya kazi nini? Ili ideas zako ziweze kufanya kazi. Okay. Kipa je anaendana na hili? Yes. Okay. Malengo na nani ambaye aliweza kutoa hii idea na nini? Sisi unasema unaitwa nani boss sana? Asbirian. Sisi Asbirian sisi ni public figure. Sisi ni bidhaa. Yaani mimi ukinichukua kaniweka kwako, watu watajia kwako mzee. Ukimchukua Samata akaja kutembelea tu kwako kwa mfano, kampeleka tu kwako au kampeleka Samata kwako, watu watakuja tu kwako. Bwana nataka tupige naye picha, tunataka tumuone, unajua? Samakiba ina team, ina management. Management ilijiunda before kutupata sisi. Umeelewa? Wameangalia my influencer. Sisi ni public figure ambao tunapendwa na watu. Samata anapendwa sana na watu. I believe hata mimi napendwa na watu. Kuna watu walitokeza, kuna Daniel, kuna Spuna, Wazegalo, kiasi kwa ingine nani? Kwa Huseni pia vile. Kuna timu kubwa ambayo ilikuwa imesha create tayari, hiyo ilikuja after. Lakini waliona kwamba kuna tija ya kutengeneza hichi kitu. Na sisi tulikuwa tunatafuta mwanya wa kutokea. Tafanya nini? Uzuri ni kwamba atakapopatikana mwenzangu kama mimi. Umeelewa Na maanisha public figure kama mimi, itakuwa ni rahisi kushare mawazo. Umeelewa? Alafu katika upande mbili tofauti, muziki na mpira, ni kitu kikubwa sana. Na vile vile mpaka muone mmekubaliana, it means kwamba tulishaona impact yake. Umeelewa? Hatuwezi tukukaa mimi na Samata tukapolezeana muda katika hili swala. Kwa sababu unapokuwa public figure, lazima ujue jamii wanapokupenda kwa kufikisha hapo ulipo. Je, wewe unawafanyia nini jamii? Lazima ujue kitu gani ambacho utawafanyia. Umeelewa? So we give back to the society kama ilivyokuwa maana ya kuwa kipenzi cha watu, ukiwa mkubwa vile vile na maarufu kutokana na watu. Sio tu maarufu unatokana hivi, sio. Kwa hivyo lengo ambalo tulilofanya tukaona ni kwamba ni lazima to give back to the society. Ndio maana umeona tumeunda hii foundation yetu ya Samakiba, na bado vile vile na management, na inaenda sawa kama ilivyo, na malengo kama nilivyosema, lengo ni kusaidia wenye uhitaji, wasiojiweza na wale wenye uhitaji. Umeelewa? Tunatamani sana na serikali, yani tu ndio kwanza nitakiwa ni msifu, lakini kiukweli muamuzi mimi nitasema mpaka kesho, Bwana Masawe na mwenzake Samata walichokifanya katika mechi iliyopita ni hujuma.
Kwa sababu wamefunga magoli 3 ya offside. Kama unaweza ukaangalia YouTube iko ile. Pitia ile mechi iliyopita. Wamefunga magoli 3 ya offside. Alafu baadaye mpira ulivyoisha nikaona wana hang out na yule refa alochezesha yule askari. Nani pasi yule? Naitwa nani? Kazi. Wewe unafikiri ukiwaona wako pamoja sio leo wameenda huko kujua kuna nini hapa? Si refa kashakula mtonyo. Alafu yeye akafuata baadaye eti. Yaani hicho kitu ambacho hatujakifurahia kabisa. Kwa hiyo this time bwana sikufichi. This time sisi hatukubali. Hatukubali kama team Kiba, mabadiliko yataonekana na mtaona kwamba Alikiba hivi mpira anaujua au hajui. Mmeelewa bwana? Na sasa hivi kuna msanii atakuwepo pale. Kuna msanii atakuwepo pale na simama naye namba 9 na 10. Sasa nyinyi mtajiuliza msanii gani? Yes. Nani? Alikiba usikumbushe machungu ndugu. Usikumbushe machungu ya Alikiba. Alikiba alinidhalilisha. Okay, nadhani kwa kumalizia jamani, tarehe ya game itakuwa ni mwezi wa 6 tarehe 6. Tayari tutakuwa tuna muda mrefu sana wa maandalizi kuwajuza nyinyi pia waandishi wa habari. Ninachoomba ni kwamba tushirikiane bega kwa bega watu waweze kupata taarifa. Na shukuru Clouds Media, waandishi wa habari wote kuja hapa. Naona kuna Channel 5, kuna Dozen Selection, kuna makorokocho hapa. Naona ziko nyingi sana. Kwa stories ziko nyingi hapa. Yaani mambo kuna HB ile home. What? Homeboy. What is this? HB. Ni HB TV, yeah. So nawashukuru sana waandishi wa habari Bongo 5, Global. Asante sana kiukweli kwa kuwepo hapa. Mko wengi, siwezi kutaja wote. Naomba tushirikiane na watu waweze kupata taarifa ziwafikie. Asanteni sana. Mbarikiwe.